Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea huko katika kambi ya Young Africans. Kwa taarifa ambayo niko nayo hapa kuhusiana na Clatous Chora Chama, mwamba wa Lusaka, taarifa yake nimekusogezea hapa. Unaambiwa kambini huko hayupo tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa nini ambacho kimeweza kujili mpaka Clatous Chora Chama kudaiwa kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans? Taarifa yote kamili niko nayo hapa, na uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans wao wameweza kutoa tamko lipi, utakwenda kujua kila kitu kwa sababu nimekusogezea taarifa kamili ya kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, lakini pia nikukumbusha kwamba kama bado ndio unakuwa ni mara yako ya kwanza unatembelea Wina Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kupata taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana haya yote yanayojiri kwa wakati huu. Young Africans wakiwa wanapambana kuhusiana na issue ya kupata pointi 3 zao dhidi ya mtani wao Simba Sport Club, lakini mambo huku ndani ya kikosi cha Young Africans bado yanaendelea kufukuta kweli kweli. Ni juu ya nyota ambaye ametoka ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa nazungumzia Clatous Chora Chama. Kumekuwepo na maswali ambayo yamekuwa yakiendelea. Chama yuko wapi? Mbona Chama haonekani mazoezini? Chama haonekani akiwa na kikosi cha Young Africans. Hata katika mchezo uliopita wa kombe la FA dhidi ya Coastal Union, Clatous Chora Chama hakuonekana, si tu benchi, hata kwenye kikosi kile ambacho kilikuwepo pale KMC hakuonekana. Sababu kubwa ni nini ambayo iliyopelekea mpaka Clatous Chora Chama aweze kutoonekana kwa kile ambacho kinachoendelea? Unaambiwa mambo huko ndani ya kikosi cha Young Africans. Clatous Chora Chama ni kama anaomba kuondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo mwamba huyo hajaridhishwa na yale ambayo yanayoendelea, hususan kutokupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Imekuwa ni sababu kubwa ambayo Clatous Chora Chama anaona kama vile atendewi haki, na inaelezwa kwamba mwamba amesusia michezo na amesusia mazoezi kabisa, na ndio maana sababu kubwa haonekani katika kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho kimeendelea kwa sasa. Na pia unaambiwa Clatous Chora Chama toka alipoweza kujiunga na kikosi ya Young Africans hakuonekana ni mtu mwenye furaha na kile ambacho alichoweza kukifanya. Ni kama pengine watu wanasema kwamba anajutia kuondoka kwake ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba furaha kwake ni hadimu kweli kweli na kikosi cha Young Africans. Hata anapofunga kumekuwepo na maswali, mbona shangilii kama vile kweli anaipenda timu ama amefurahia kujiunga na kikosi cha Young Africans. Ni kama furaha vile inalazimishwa. Lakini unaambiwa kwamba ufalme wa Clatous Chora Chama umevunjwa rasmi kwenye klabu ya Young Africans. Hivi ndivyo unavyoweza kusema kutokana na changamoto anazozipitia nyota huyo tangu alipojiunga na klabu hiyo mwanzoni mwa msimu huu. Chama alijiunga na Yanga akitokea katika klabu ya Simba ambayo alifanya nayo kazi kwa miaka mingi sana, na kuondoka kwake ilikuwa ni taarifa mbaya kwa mashabiki na wadau wa klabu hiyo, kwa sababu wengi wao walikuwa wanampenda sana nyota huyo, raia wa nchini Zambia. Chama alipokuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Simba alikuwa anaaminika sana, na makocha wote waliofanya nao kazi walikuwa wanampa nafasi ya kudumu ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza, na hii ilikuwa inatokana na ubora mkubwa aliokuwa nao nyota huyo. Zama zimebadilika ghafla
kwa Chama, ambapo sasa akiona kikosi cha Yanga anaonekana kama mchezaji wa kawaida sana ambaye hana sifa ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha wananchi Young Africans. Chama amepoteza haki na utawala wake wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga kama ilivyokuwa wakati ule ambapo alikuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Simba Sport Club. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga wa sasa Milude Hamdi mpaka sasa ameonyesha wazi kwamba Chama sio mchezaji tegemezi kwenye kikosi, na muda wote amekuwa akiwatumia wachezaji wengine kama vile Aziz Ki na Pacome Zouzoua katika nafasi ambayo Chama alikuwa anastahili kucheza. Mfano mdogo ni kwamba siku ya Jumatano tarehe 12 Machi Yanga wamecheza mchezo wa CRDB Federation Cup dhidi ya Coastal Union. Katika mchezo huo Chama hajapata nafasi hata kukaa benchi, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba nyota huyo kwa sasa hayupo kwenye mipango ya kocha Milude Hamdi. Unaona bana, issue ikiweza kuzungumzwa hivyo, na taarifa ambayo leo hii imeweza kutolewa ni kwamba Mwamba amesusia mazoezi, hayuko tena tayari kuendelea kukaa benchi ndani ya kikosi hicho, huku yeye akisema ya kwamba kwa heshima kabisa na taazima Chama anaomba kuondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Pengine tunaweza kushuhudia kile ambacho kitakachokwenda kutokea hivi karibuni. Clatous Chama aliulizwa kuhusiana na mustakabali wake mara baada ya kuondoka na kikosi ya Young Africans, akasema ya kwamba pengine anatamani kuweza kurudi tena ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club kama endapo viongozi wa timu hiyo watakubali kwake kurejea kwenye kikosi hicho. Angetamani kwenda kumaliza soka lake huko, unaona bana, katika timu hapa nazungumzia ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kumuona Chama imeshakuwa ni kipengele kwenye kikosi cha Young Africans, kwani watu wanaanza kujiuliza pengine ni yapi ambayo hivi ambacho kinachoendelea. Lakini hivi unajua kwamba Yanga wanamlipa Clatous Chama ya dola 13,000 kila mwezi, yani kwa pesa za Kitanzania Mwamba anavuta milioni 34,385 ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Yani unapomuona achezi lakini unamuona yuko benchi, lakini bado Mwamba anakula mpunga mrefu kweli kweli ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo pengine haya ambayo yanaendelea kwa Mwamba wa Lusaka. Je, anastahili kuweza kufanyiwa haya ama ni wakati sahihi kwa Clatous Chama kuweza kuwafungia hapa Clatous Chama kuweza kuwazilia mazoezi Young Africans kwa kile ambacho tumeweza kukiona. Tusubiri kuweza kuona ni yapi hayo ambayo yatakayoendelea kwenye issue hii ya Clatous Chama na klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans katika kuweza kufikia makubaliano. Yanga wanaonesha kabisa wako na nia tena ya kuweza kumtumia Clatous Chama au kuendelea kubakia naye kwenye kikosi chao. Hivyo basi tegemea lolote kuweza kusikia ni wapi ambapo Clatous Chama ataelekea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa ni Wina Media. Asante na karibu kwa